Bahati mbaya ndani ya taifa hili unaona mara kadhaa destination ya mpira wetu, mchezaji ukimuuliza anakuambia kama umefika Yanga, umefika Simba na kuwa umemaliza, kwamba ndio kituo cha mwisho cha wao kuweza kupata ile success ya mafanikio. Lakini mimi nawaambia wachezaji wakapambane kwenye mazoezi vizuri, lakini pia hata taasisi zenyewe kwa maana vilabu vitengeneze mstakabali mzima wa kuendelea kuwapusha wa vijana kupambana kwenye mazoezi ili waweze kutumika mara kwa mara, wasifike sehemu wakarelaksi. Kwa maana kwamba umefika Dar es Salaam Young Africans, timu kubwa, ulikuwa hauendi kwenye mechi na ndege, unaenda kwenye mechi na ndege, mnapokelewa, mnashangiliwa, unafunga goli moja, mashabiki wanakuimba mtandaoni, kuna siku unapata 200 wanakupa kama umefanya vizuri zaidi. Maana yake hicho kisiwe sehemu ya wao kuto kufanya kujituma, wakajitume zaidi ili watengeneze mstakabali mzima wa kulipambania taifa, kwa sababu kufika Simba na Yanga sio mwisho wa mpira wa nchi hii. Bado wanao uwezo wa kufanya kama walivyofanya wengine kama kina Mbwana Samata wamefika, lakini baada ya kufika tuliona walitengeneza mstakabali bora sana, wamepambana, baadaye wamekwenda huko TP Englebe Mazembe na timu zingine kama KRC Genk na mazingira mengine, wakajikuta wanafanya vizuri zaidi mpaka pale Uingereza kwenye Costa Aston Villa. So kwangu mimi wachezaji hawa watengeneze determination ambayo ni kubwa na nzuri ya kutokuona Dar es Salaam Young Africans ni sehemu ya mwisho, wapambane. Lakini vilabu kama vilabu, na mwisho kabisa, vilabu kama vilabu ambavyo ni sehemu ya taasisi, wao kama wao wana jukumu moja kubwa la kuhakikisha kwamba wanavilinda hivi vilabu. Hawa watoto wanaowasajili wana malengo yao, wana mission na vision zao. Maana yake nini? Ili mchezaji aweze kufikia anapopataka, ni lazima taasisi kama klabu imsaidie kufikia malengo yake alionayo, kwa sababu Simba na Yanga zina uwezo wa kukuzima ndoto zako zikaishia pale pale, ama wakikupushi wanao uwezo wa kukusogeza. Taasisi ziwasaidie kuwa na watu wa psychologist kwa mapambano, lakini pia kuzungumza mara kwa mara na management zao zinazowasimamia kwa ajili ya kuona hali ya mchezaji huyu, kwa hali alionayo, anatakiwa kuendeleaje, kama ameshuka kiwango, labda atolewe kwa mkopo, labda atafutiwe timu nje. Kunakuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kati ya meneja wa timu wa mchezaji pamoja na timu nzima. Unaamini kwamba hawa vijana watafanya vyema ndani wakiwa na uzi wa Yanga? Kwangu mimi hawa wawili ni uchaguzi, yani ni usajili bora sana. Ndiyo. Sina mashaka mimi na Bushiri. Yani yule kijana, yani sijui nisemeje, lakini ninapozungumza Bushiri ni miongoni mwa vijana ambao wana talent kubwa sana na nzuri. Yani ni kijana ambaye kama anakaa kushoto ama kulia, alafu kuna Rani Okero. Kwanza Yanga wanapata wachezaji wazuri wa bei nafuu. Yani kumbuka Yanga wanapata wachezaji bora sana wenye vipaji ndani yake, lakini benki ama namna ambavyo wao wameweza kutoa pesa ni ndogo sana. Kwa Bushiri sina mashaka. Yani kama atapewa nafasi yule kijana. Una mashaka kwa nani sasa? Huyu namba 9 ambaye ameingia mara kadhaa, huyu kidogo atasubiri muda, kwa sababu kuna uwezekano anaweza asiwe anaanza moja kwa moja kwa sababu ya mazingira ya timu ya Dar es Salaam Young Africans, lakini pia anaweza akaanza labda akashindwa kufunga mechi moja, kwa sababu kumbuka Dar es Salaam Young Africans mashabiki wao huwa wanaanza kuichambua timu baada tu ya mechi ya kwanza. Kwa namba 9 nitamsubiri kidogo, ingawa naye ni mzuri, kama tu anaweza akaaminiwa akapewa nafasi, bado anaweza akafanya vizuri sana, kwa sababu nimezungumza hivi. Kwa nini? Kama Dube alikuwa anavumiliwa, pamoja na kwamba alikuwa ni mchezaji mzuri sana kwenye position, kukaa kwenye nafasi, lakini alikuwa anavumiliwa ndani ya nafasi 5, anashindwa nafasi 5, anafunga goli moja ama goli mawili, lakini walimvumilia na aliendelea kufunga. Maana yake huyu mchezaji kama atakuwa na shabaha ya ufungaji, mimi nakwambia hawa wachezaji wawili sina mashaka nao hata mmoja. Ni usajili mzuri sana kabisa. Sasa tuende pale mitaa ya Msimbazi nako vile vile